Ebu kama kweli unayo furaha nafsini mwako kwa ajili ya ndugu yetu, binti yetu, tumshangilie kwa makofi mengi na vigelegele. Jina la Bwana libarikiwe. Naamini tulikuwa tunaisubiri siku kwa hamu. Na inuliwe Mungu wa mbingu na nchi ambaye yeye ameweza kutufanya tukaishuhudia hii siku. Haleluya. Mimi sina maneno mengi. Najua mwanangu Ruth Beth amekuwepo hapa kanisani kwa kipindi cha kutosha sana. Na kanisa langu tunafundisha sana vijana wa kike na wa kiume jinsi ya kujipatia wema kutoka kwa Bwana. Na nashukuru Mungu kwamba binti huyu sina mashaka, mafundisho yangu anayo hata moyoni hata sasa. Ni ngumu sana kwa maisha na dunia ya leo kuweza kufikia hatua kama hizi. Yaani ukiwa na sifa zako za kuitwa binti. Wengi wanafikia hatua ya kuolewa lakini walishajichanganya mapema tu. Na kuna yaani dunia, ukiishi kwa pressure ya dunia lazima tu utaharibu. Mabinti wengi wanaona kwamba wakiona siku zinaenda, ushauri unaokuja kwenye moyo wake au kwenye akili yake au kupitia watu ni kwamba ni afadhali hata uzae alafu mengine ataeleweka huko mbele. Lakini nakwambia kwamba dunia hii ukiifuata au ukiisikiliza utapata mateso ya milele. Kweli unaweza ukazaa ukiwa nyumbani kwa wazazi wako na baadaye ukaja kupata mwanaume, lakini kile kitendo ulichokifanya ni fimbo katika maisha yako yote. Yaani hata ufanyeje utanyanyasika tu. Haleluya. Kigombana kidogo tu na mwenzako, yaani wewe ndio umeonewa, mwanamke ndio umeonewa, lakini kwa kujitetea kwake wewe mwanaume atakwambia, kwani mimi ndio wa kwanza? Kwani mimi ndio wa kwanza? Wewe kama ulikuwa na wewe una tabia nzuri, mbona ulizaa kabla ya wakati? Mbona ulishindwa kuishi na yule mwanamume umekuja kwangu? Yaani utajiweka kwenye mazingira magumu. Sasa matokeo yake yatafika mahali utasema mimi siwezi kunyanyasika hivi, kusemwa hivi. Kwa hasira tena na maamuzi ya kichwa cha kibinadamu utaondoka tena kwa wewe mwanamume. Bahati mbaya sana hutaweza kukaa hivyo. Bado wewe ni binti, labda una mtoto mmoja au wawili. Utafika tena katika mazingira ya kumtaka mwanamume mwingine. Utakayekutana nayo ndio yale uliyoyakimbia huko. Ukishindwa kujua kwamba kuna kuvumilia au kuna kukubali kwa sababu wewe ulianza mwenyewe kuchemka, basi utakuja kujikuta una watoto 6 na kila mtoto ana babake. Ni aibu paka mbinguni, yaani paka huko kwa shetani utakapofika utakuwa na aibu. Jina Bwana libarikiwe. Alafu mimi kama mchungaji na nina uzoefu na nimewaona watoto wengi, kama kuna familia yenye watoto wa kike afu ikatokea mmoja mdogo, yani akawa mdogo, yule mmoja mdogo akawa ameolewa kabla wakubwa, anakuwa amemwaga upupu kwa wale dada zake. Yani ataona mimi sijaolewa, mdogo wangu ameolewa.
Mimi sijaelewa mdogo wangu ameelewa. Matokeo yake nakuta amejichanganya. Akikutana na mwanamume ili mlaji amevaa suruali, akimwambia nakutaka, ataondoka naye. Maana yake yale mafundisho yote ya jinsi ya kujipatia mume mwema ataweka pembeni. Lakini huko mbele ya safari atakutana nayo. Sasa mwanangu, mimi nakuachia neno hili. Katika yote niliyokufundisha, Biblia inasema katika kitabu cha Ayubu 21 ngapi pale? Yaani mtake sana Mungu, mjue sana Mungu, mjue sana, yaani sio kidogo, mjue sana Mungu ili uwe na amani. Hii dunia haiwezi kukupa amani. Yaani huwezi kupata amani kwenye dunia hii. Dunia itakwambia unachelewa, olewa, unachelewa, zaa, unachelewa, fanya hivi. Dunia itakwambia hivyo. Lakini ukimjua sana Mungu utasema hivi, hata kama sijaolewa, Mungu wangu nitaendelea kumpenda milele. Hata kama sina pesa, nitaendelea kumpenda Mungu wangu milele. Hata kama sina hiki wala kile, Mungu ndiye jawabu la maisha yangu. Amen. Nashukuru kwamba alisema hivyo. Ndio maana aliwaacha wengine wote huko nyuma akafanya lakini yeye akasema hata kama sijaolewa, lakini Mungu tamheshimu milele. Naomba mwanangu, hilo ulilolifanya ukalifanye maisha yako yote. Kwa sababu hata huko unakokwenda unaenda kwa mwanadamu. Mwanadamu ana madhaifu yake mengi. Utakutana na manyanyaso, utakutana na mapungufu, utakutana na kile, utakutana na kile. Lakini mjue sana Mungu ili uwe na amani na huyo mtu. Ukimjua kidogo Mungu, kwa sababu hapo ulipo umeokoka, tunajua unamjua Mungu, lakini na kuongezea sana, sio kidogo, sana, ujue sana Mungu. Atakapofanya lolote atakalolifanya, utakuwa na moyo wa kusamehe, utakuwa na moyo wa kuona haya ni ya kupita, utakuwa na moyo wa kujua kwamba muendee Mungu ndio anaweza kumbadilisha huyu mtu. Lakini maneno yangu makali mimi hayatosaidia lolote, tena ndio tazidi kuwasha moto. Au asira au kuzira au kufanyaje, haikutosaidia, isipokuwa ukimjua sana Mungu. Hekima ya Mungu itakupa ujasiri wa kuendelea kumpenda na kumtii yule aliyekufanyia hayo ambayo uliona kabisa kwamba yafaa. Neno linakwambia mtii mume wako. Mume ni kichwa cha kanisa. Na kama wewe unamtii Kristo kama kichwa, unamtii Kristo kama Mungu, basi ujue hata huyo mwanamume Biblia inasema ni kichwa. Yaani ni kama Kristo alivyo kichwa cha kanisa. Kwa hiyo mwanamume kwako ni kichwa. Lazima umtii. Kutii sio kitu chepesi kama unavyofikiri. Sio kitu chepesi kama unavyofikiri. Ndio maana nakwambia, yani mjue sana Mungu, kwa sababu kama humjui sana Mungu, kuna maeneo fulani huwezi kutii. Sawa mwanangu. Ruti, usiende kuniaibisha. Umetoka katika kanisa linalofundisha kwa kumaanisha, hatupapasi sisi wala haturembi. Tunakueleza kitu kilicho live na ukayaishi hayo. Biblia inasema yani mke mwema hutoka kwa Bwana. Ndio? Yani apataye mke apata kitu chema, kwa sababu ametoka kwa nani? Kwa Bwana. Biblia imeandika tu apataye mke. Zamani wakati Biblia zinaandikwa, wanawake hawakujua kabisa kutafuta mwanamume. Hawakujua kabisa. Yani kwanza Biblia, yani
hawakujulikana. Wao walikuwa ni watu wa kukaa wamsubiri mwanamume aje amtafute. Lakini leo hata wanawake wanatafuta nini? Wanaume. Kwa hiyo tunaweza tukasema hivi, mume mwema utoka kwa nani? Apataye mume mwema ametafuta. Wanawake siku hizo wanatafuta. Sasa ukimpata aliyetoka kwa Bwana umepata kitu chema. Haleluya. Ndio dunia ya leo. Kwa hiyo kuna siku mtamka, utafungua Biblia utakuta pale alipoandika apataye mke apata kitu chema, ukakuta anamuongezea hapo apataye mke na apataye mume apata kitu chema. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini ukweli ndio huo kwa dunia ya leo. Tena hao ndio wanaohangaika sana kuliko hata wanaume kutafuta. Wanalia sana. Lakini mwanangu, hata ukilia mpaka kama Mungu hajakupangia ratiba yako, utapoteza muda. Mwisho wa siku utamuona kama Mungu asikii. Kumbe wewe unamlazimisha afanye vitu unavyotaka wewe kabla ya wakati wake. Matokeo yake utafanya maamuzi yasiyo sahihi. Mjue sana Mungu mwanangu, Ruthbeth. Mjue sana Mungu wa baba yako Asenga aliyokufundisha. Mjue sana huyo. Yaani huyo atakupitisha kwenye magumu yote. Haleluya. Na silaha kubwa katika maisha yako ya ndoa na kuendelea maisha yoyote, sio ya ndoa tu, maisha yoyote, tunda la Roho Mtakatifu: pendo, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, kipendo, kiasi. Yaani hivi vitu lazima utembee navyo. Ukijifanya kuruka kiunzi utaangukia pua. Lazima utembee kwenye uaminifu. Lazima utembee kwenye utu wema. Lazima utembee kwenye fadhili. Lazima utembee kwenye upendo. Lazima upende mwenzako. Hata katika mazingira yote lazima umpende. Ukiruka kiunzi hapo umekwisha. Jina la Bwana libarikiwe. Kwangu mimi, kwako Ruthbeth, sidhani kama tadaiwa chochote ukishindwa kwenda kuyaendesha maisha yako huko unakokwenda. Ukishindwa kukaa kwa amani, mimi siwezi kulaumiwa kwa chochote, kwa sababu sijui ni wapi nilipoacha kukufundisha. Na hata kama bado umesahau, basi ingia kwenye channel Bishop Anthony Asenga, utakutana na hayo mafundisho yapo kule kwenye YouTube, utayakuta, ujikumbushe. Lakini nakuomba sana, mjue sana Mungu wa baba yako Asenga ili uwe na amani. Mungu wa mbinguni na akubariki. Baba Mungu, ninakushukuru, asante kwa maneno machache ya kumtia moyo binti yangu huyu, lakini pia kwa hao waliokuwa nasikia, Mungu wanaweza wakapata kitu cha kuwasaidia, au wanaweza wakapata neno la kuwafanya waje kwako kwa moyo wa toba na kwa moyo wa kuomba rehema. Na kwa kuwa wewe Mungu, mtu ajaye kwako na kuomba rehema kwa kumaanisha, huwa unamsamehe na kufuta historia yote. Naomba Mungu atokee watu kama hao waje mbele zako kwa toba ya kweli, ili ukawasamehe kwa yale walioyafanya wakiwa katika ujinga wao, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Kila roho za kuzimu na mizimu inayofuatiliaga mabinti na vijana, roho ambazo zilifanyiwa maagano na mababu na mabibi waliopita, kwamba wewe hautaolewa, ukiolewa hautakaa kwa mwanaume, kwamba wewe hautaoa mwanamke, na ukioa hautakuwa naye, lazima uoe na mwingine, kwamba wewe ukiolewa lazima uachike, olewe tena, uachike, olewe tena. Hayo ni maagano yako katika mizimu na mapepo ya kimaagano na mababu na mabibi. Kwa jina la Yesu, hayo ninayafuta, yasiwepo kwa mwanangu huyu katika jina la Yesu.
Mungu akakufunike, Mungu akakutangulie huko unakokwenda, ukafanyike kielelezo. Bwana akupe neema ya kusimama imara katika tunda la Roho Mtakatifu. Kupe neema ya kusimama katika kumjua sana Mungu. Ili umjue sana Mungu, lazima umtafute sana Mungu, na ili umtafute sana Mungu, lazima uwe muombaji sana. Mungu akujalie neema ili uweze kuyafanya haya katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.